katika maombi ya kumwombea mtumishi wa Mungu Apostle katika umisheni ambao Mungu amemtuma, kitabu kile cha Wathesalonike wa pili na sura ile ya 3. Maandiko yanasema hatimaye, Wathesalonike wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 1, hatimaye ndugu zangu tuombeeni. Huyu ni mtume Paulo alikuwa anawaambia kanisa wa Wathesalonike, hatimaye ndugu zangu tuombeeni. Neno la Bwana liendelee, neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu. Neno la Bwana liendelee na kutukuzwa kama lilivyo kwenu. Tukaokolewe na watu wasio haki, wabaya, maana sio wote walio na imani. Lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sio wote walio waaminifu, sio wote walio wa haki. Kuna watu wabaya, kazi yao ni kupinga tu Injili, kazi yao ni kulikataa lile neno. Hebu tuombe kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Apostle Tracy katika umisheni wote ambao Mungu amemtuma katika maeneo mbalimbali. Hebu omba kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Mungu hai, tunakuja mbele zako Jehova asubuhi ya leo, alfajiri ya leo na mapema Baba, tukimwinua mtumishi wako Apostle Tracy Shumbusho Bwana, uliyemtuma Bwana katika umisheni mbalimbali, maana ulimwita kwa ajili ya mataifa na ulimpa nguzo kwa ajili ya mataifa. Baba Yesu Kristo, uliyemtuma katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya umisheni wa Baba, tunaomba mkono wako Bwana uende pamoja naye, ukampiganie Bwana, ukamtetee Bwana, kama Paulo alivyosema, tuombeeni. Nasi Baba tunamwombea mtumishi wako, ili neno lako Baba lizidi kuendelea, ili neno la mguso lizidi kuendelea, ili neno la mguso lizidi kuponya watu wa mataifa mbalimbali, watu wa lugha mbalimbali, watu wa kabila mbalimbali. Acha neno lako Baba liendelee nje ya mipaka ya Tanzania. Acha neno lako liendelee Bwana kwenye mabara mbalimbali Bwana. Acha ukamtumie mtumishi wako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaomba mafuta mabichi, tunaomba nguvu ya kiroho, tunaomba nguvu ya mwili katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Imarisha Jehova Bwana, umtetee Jehova Baba katika mwezi huu Bwana wa upako wa gara Baba. Acha gara ya neno ndani ya moyo wake Baba isipungukiwe Bwana. Acha gara ya mafuta Baba ndani yake isipungukiwe Bwana. Uimarishe, umtetee, umpiganie, umwezeshe Jehova Bwana mtumishi wako uliyemwita kwa ajili ya mataifa, uliyemwita kwa ajili ya watu wa mbali na wa karibu. Acha mkono wako Baba, acha hilo neno ambalo Baba amelibeba likageuze maisha ya watu, likaponye watu, likafungue watu, likaokoe watu, vunje kila nguvu za giza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nenda pamoja na mtumishi wako Bwana, nenda pamoja naye Baba, simama pamoja naye, nenda pamoja naye. Acha hilo neno Baba likageuze watu, likabadilishe watu. Acha hilo neno Baba likageuze watu, likabadilishe mataifa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunakamata malango ya hayo mataifa, tunakamata malango ya hizo nchi mbalimbali ambazo mtumishi wako Baba amepeleka neno lako Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Acha malango Baba yawe wazi Bwana, maana umetuambia umefungua mlango mkubwa wa kufaa, lakini wako wengi wanaopinga Baba. Tunasimama kinyume na roho za kupinga, tunasimama kinyume na roho za watu wabaya, tunasimama kinyume na roho za uharibifu katika jina la Yesu. Neno lako Baba acha likaine, chochote ambacho Bwana kinazuia neno lisubiriwe, kila nguvu ambazo Baba zinazuia neno lisubiriwe katika mataifa hayo, kwa sauti ya mtumishi wako uliyemtuma Baba, acha ikaribiwe katika jina la Yesu. Acha neno ambalo Baba amelibeba Baba likalete mabadiliko, likalete mabadiliko, likalete mabadiliko, likawageuze watu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mahali kokote Baba miguu yake inapokanyaga, acha uwepo wako Bwana uende pamoja naye. Acha nguvu yako Baba ikazirike Bwana. Umesema ishara hizi zitafuatana nao waaminio Jehova Baba. Acha ishara zote Baba za kitume Baba ziambatane na mtumishi wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Acha kalinene neno kwa ujasiri zaidi kama ulivyosema, tuwaombee ili waweze kunena siri za Mungu kwa ujasiri zaidi, kwa ujasiri zaidi, kwa nguvu zaidi Bwana, kwa ishara na miujiza Baba.
lako Baba likabadilishe maisha ya watu. Acha neno lako Baba likaokoe. Acha neno lako Baba likaponye. Acha neno lako Baba likafungue kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila anaposimama Baba asimame na ulinzi wa malaika wako. Kila anaposimama Bwana asimame na ulinzi wa malaika wako. Kila anaponena Baba anene neno lako, anene neno lako Baba likiambatana na ishara, likiambatana na mamlaka, likiambatana na watu kufunguliwa kwa jina la Yesu. Mafuta mabichi Baba, tunaomba hekima yako Baba isitoke ndani yake, maarifa ya kimbingu Baba yakawe ndani yake. Roho wa Bwana akawe juu yake. Roho wa Bwana akafanye ishara na miujiza kama alivyotenda ndani ya Yesu Kristo katika Matendo 10:38, kwamba ulivyomtia mafuta Yesu Kristo akaenda huko na kule akitenda miujiza, akiponya wengi, maana Roho wa Bwana alikuwa ndani yake. Roho wa Bwana, tembea na mtumishi wako, tembea na Apostle, tembea na Apostle, tembea na Apostle, ishara na miujiza na neno lako Baba likafungue watu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Andaa mioyo yote, andaa mioyo Baba ya watu wote Baba watakalisikia neno hilo. Tunakamata hiyo mioyo, tunakamata hiyo mioyo, tunakamata hiyo mioyo kwenye kila taifa, kwenye kila nchi Baba. Acha nguvu yako Baba ikapenye, 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 ikapenye kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakamata anga na kila mahali ambako mtumishi wako Baba atatumika. Tunakamata hilo anga, tunakamata hilo anga ili litangaze utukufu wako, ili liachilie nguvu zako kwa jina la Yesu. Tunasimama kinyume na yule mkuu wa Persia, na yule mkuu wa Persia, mkuu wa Persia, mkuu wa